Hello family, mpo salama? Leo ni Jumapili jamani, naamini weekend ndo mnaimalizia. Natamani tukumbushane kuhusiana na swala la muda. Hakuna kitu kibaya sana kama kupoteza muda. Kupoteza muda. Na ndio maana nakwambia time is money, kwa sababu ukiupoteza muda, vile vitu ambavyo ulipaswa kuvifanya kwenye ule muda uliopoteza, hamna namna unaweza kaenda kuvifanya tena. Utafanya vingine, lakini vile ambavyo ulipaswa kuvifanya kwa kipindi kile hauwezi kuvifanya. Ndio maana tunasisitiza sana tusipoteze muda. Sasa hapa mimi natamani tuongelee muda na malengo tulionayo na ndoto tulizonazo na namna tunapoteza muda. Wewe una lengo lako. Umeweka njia zako kwamba njia hii na hii na hii itanifikisha kwenye lengo ambalo niko nalo. Au umechora ramani yako, ramani hii nitapita hivi, itanifikisha ninakoenda. Ni vizuri kujiwekea timeline katika malengo yetu au katika vitu ambavyo tunavifanya, ili uweze kuwa conscious pale unapoona muda unapitiliza and then you are not achieving anything au hauna progress yoyote, ili uweze kuwa flexible na kuangalia, je, hii njia inanifikisha au natakiwa nibadilishe njia, nibadilishe strategy. Wataalamu wanasema if the strategy is not working, drop it. The strategy is the one that ina work. Yaani mpango mkakati ni ule ambao unakusaidia kutimiza lengo ulilokuwa nalo. Uwe makini kwenye hicho kipengele. Usiseme napambania ndoto, mimi nahangaika nayo, mimi nafanya nini nayo. Jiwekee timeline na kumeasure small step. Are you making progress au uko pale pale siku zote unaendelea kupoteza muda? Kama mpango mkakati haukufikishi kwenye lengo ambalo uko nalo, acha, badilisha mpango mwingine. Na tunavyoweka mpango tunaweza tukatumia hata wataalamu, watu wenye uzoefu kutusaidia. Jamani, mimi safari yangu ni kufika Dar es Salaam, lakini natokea mkoa wa Mbeya, nipite njia ipi ili niweze kufika kwa haraka? Watakushauri, kwa sababu kuna watu wapo Dar es Salaam na kuna watu washatoka Mbeya kwenda Dar es Salaam. Kwa ndio maana tunauliza ili tujue namna rahisi ya kufika, au wewe mwenyewe utatafakari, utatafuta solution inafikaje kule. Kwa hiyo tusing'ang'ane na zile strategy ambazo hazitufikishi kwenye malengo just because tuko kupambania zile ndoto zetu au tupo kupambania zile goals zetu. If the strategy is not working, drop it. Unapoteza muda. Utajikuta ulikuwa unapambana na jambo, umekaa miaka 7, 8, 9, 10, umri wako unazidi kwenda, strategy haifanyi kazi, na kama strategy ilikuwa mbovu, obvious haiwezi kukupa majibu sahihi. Ndio maana tunavyoandaa mipango mikakati inatakiwa tuwe wajanja, tuwe flexible. Mambo yanabadilika, teknolojia inabadilika, tunatakiwa tuwe flexible kuweza kubadilisha na kuincorporate yale mambo mengine ambayo yatatusaidia kufikia malengo yetu. Tuwe makini sana kwenye kuangalia mikakati ya kutufikisha kwenye ndoto, kwa sababu wengi sasa hivi wana malengo, wengi wana ndoto, ila tunashindwana pale ambapo hatujuagi namna ya kufikia malengo yetu. Pale ndo ambapo mwingine anamwacha mwingine mwisho wa siku akiona amefanya sana, amewekeza sana, alafu vitu haviwi, ndo anaishia kupata depression, anaishia kukata tamaa, kwa sababu muda umeshaenda. Sasa hawezi kulidu yale muda wote ule aliopoteza during the process. Kwa ni vizuri during the process uwe unaangalia, una evaluate, am I making progress? Nipo pale pale. Ushachora ramani yako vizuri, utajua kama you're making progress au uko pale pale. Hata kwenye mahusiano, angalia. Kuna watu baadaye wanaanza kulia, nimedate naye miaka 8, miaka 6, alafu baadaye amekuja kuniacha, sijui kafanyaje, sijui kaondoka, sijui kafanyaje. Like serious. Ulikuwa una date naye miaka 8, kweli ilishindwa kukufanya ujue kwamba hilo uhusiano kuna sehemu linaenda, lina direction yoyote? Ulikuwa hujui. Ninawaambiaga kila siku vijana, muwe makini, maisha yenu ni responsibility yenu. Wewe ndo wa kuamua, wewe ndo unaona hiki kitu kinanipeleka ninakotaka kwenda, hiki nitafika nacho, huu mzigo ninaweza kufika nao au ni udrop hapa. Unapoendelea kwenda nao, mambo yanazidi kuwa magumu, kwa sababu utakuwa umefika mbali, kurudi nyuma inakuwa kazi. Kwa ni bora ukashukia kituo hicho ulichopo, ili safari ya kurudi isiwe ndefu. Unavyozidi kusonga na safari ya kurudi inazidi kuwa kubwa. Kwa ifu mkakati wako haukusaidii kufikia lengo lako, uache, badilisha mkakati ili uweze kutimiza malengo yako. Usipoteze muda.